Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM wilaya ya Chato mkoani Geita wametoa msimamo wao wa kuvionya baadhi ya vyama vya kisiasa ambavyo vimekuwa vikipanga njama za kufanya vurugu kwa kuwatumia vijana katika kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 kuacha mara moja, kwani watasimama katika kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika kwa amani. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana ya Chama cha Mapinduzi UVCCM wilaya ya Chato Frank Kuzenza katika kikao cha baraza la UVCCM wilaya ya Chato, ambapo amewataka vijana wa Chama cha Mapinduzi kuwa mstari wa mbele katika kupigania chama pamoja na viongozi wake, huku akiwataka kutojihusisha na vitendo ambavyo vitapelekea uvunjifu wa amani ndani ya nchi. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mirada Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Chato unamuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya kugombea urais kupitia tiketi ya CCM kwa mwaka 2025 kutokana na utekelezaji wa ilani ambao wameusimamia vizuri sana. Itakumbukwa kulikuwa na miradi mingi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa daraja la Busisi Kigongo maarufu daraja la JPM ambalo sisi wote ni mashahidi. Amezindua na tayari ile daraja limekamilika na limeanza kutumika. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Lakini umoja wa vijana wa CCM umeazimia kupitia baraza hili wagombea wote watakaoomba nafasi za udiwani, ubunge wanaotokana na vijana, umoja wa vijana wa CCM utakuwa mstari wa mbele kuwaunga mkono na kuwatia moyo ili waweze. Lakini pia umoja wa vijana wa CCM kupitia baraza hili tumeazimia kuendelea kuhamasishana kama vijana kwenda kushiriki katika uchaguzi utakaofanyika Oktoba 2025 na kumhakikishia Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi nzuri alizozifanya, ama hakika umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Chato na vijana wake kwa ujumla wake Oktoba tutatiki. Lakini umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Chato umetoa msimamo juu ya kupinga rushwa na kwamba umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Chato utaunga mkono viongozi wanaokubalika, viongozi ambao hawashawishi kupigiwa kura kutokana na rushwa, lakini kwa uwezo wao, utayari wao wa kwenda kuwatumikia wananchi na namna ambavyo wanaeleza wataenda kushughulika na changamoto zinazohusu vijana. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, umoja wa vijana wa CCM unatambua kazi nzuri zinazofanywa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Chato utaendeleza kuhimiza amani, na tunatoa onyo kwa wale ambao wamejiandaa kwenda kufanya uvunjifu wa amani kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa kweli hatutasita kuwachukulia hatua za kinizamu endapo wataendelea kukichafua chama chetu CCM oye. Lakini lazima tuzungumzie pia, kwa sababu kuna mambo yanazungumzwa kitaifa, uvunjifu wa amani, sijui no reform, sijui no election. Sasa kama vijana ambao ni walinzi wa Chama cha Mapinduzi, lazima tuwe na msimamo mmoja kwamba taendelea kukilinda chama chetu, taendelea kuwalinda viongozi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwamba 2025 tunafanyeje? Tunaenda kutiki, si ndio jamani? Lakini tutashiriki uchaguzi kwa amani. Sisi tutakuwa wa kwanza kulinda amani ya nchi hii na kufanya uchaguzi wa amani ndani ya wilaya ya Chato. Na tutatoa tahadhari kama kuna watu
wanataka kuvuruga amani ya nchi yetu, hatuko tayari kuwachekea. Tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha amani ya nchi inatamalaki ndani ya wilaya ya Chato. Lakini tutawaomba vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini na vijana wote ndani ya wilaya ya Chato wasishawishiwe na mtu yeyote kutaka kuvunja amani kupitia uchaguzi unaoenda kufanyika. Yaani mnavyopenda nyie CCM na sisi ndivyo tunavyoipenda. Mmeacha shughuli zenu, niwapongeze, mmekuja kwa kipenda chama hiki. Kwa hiyo endeleeni kukienzi chama chetu. Lakini tusikate tamaa. Wasia wangu kwenu, wako watu humu walishajikatia tamaa maisha. Ukimwambia kijana, bwana umeishia la ngapi, la 7 au form 4 feria, ukaamua kukaa tu, kumbe ungeamua kujiendeleza ukarudi darasani, ukatoka hapo ulipokuwa ukapata sifa ya kubebeka. Wala kibebo kwenye baisikeli miguu kainyosha, si utajikwaa, lazima miguu ikunje ili basi mtembee vizuri. Tunatamani kuwabeba na kuwasaidia, wakati mwingine hamtaki nyinyi kujibeba, kujiondoa pale ulipo kwenda juu kidogo. Mimi nikiwachekesha, hata ningeleta cheti changu cha form 4 hapa, nimefanya mtihani 2010 nikiwa na wajukuu. Mke wangu mpaka alitafuta mganga akisema mume wangu kayehuka, kwa sababu ilikuwa ni jambo la ajabu. Umemaliza la 7 mwaka 78 au unakuja kuingia darasani mwaka 2009. Miaka mitatu nabeba daftari kwenda kwenye darasa la jioni. Mama alichanganyikiwa, akawa anawaambia, jamani mimi nimevutiwa mwanaume. Mimi nikamwambia, mama usihangaike kutafuta mganga, akili iko vizuri, ni maamuzi magumu ambayo nimeamua, wa kunicheka anicheke. Nilipomaliza form 4 kangu mimi niliona kama nina degree. Lakini sisi zamani ile darasa la 7 ni sawa na form 6 ya leo. Akina Ngozi wanajua. Hao wametoka chuo kikuu, lakini tunakula nao sahani. Tukikamata kompyuta hakuna pa kuweza akanikwepa. Na nilipomaliza hapo niliingia darasani kusoma kompyuta miezi 6 tu. Lakini sasa hivi naweza nikapambana na mtu ambaye ana degree ya kompyuta. Kwa hiyo msikate tamaa kujitoa pale mlipo, kujinyanyua kwenda juu, ili siku moja hata unapofikiriwa kupendekezwa, sifa yako ikubaliane na mazingira. Leo hii wewe ukarudisha mwaka 78 ukakufananisha na leo, haipo kabisa hiyo. Labda mpaka Yesu atakaporudi. Hatujui kama itakuja irudi na hiyo wakati, lakini najua naye atakuja kisayansi. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie, niwaase, tupendeni pia kujiendeleza ili tuzipiganie, tuzichangamkie fursa zinazokuja.